Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Hallelujah, amen. Unanipenda, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, Yesu wangu, haleluya. Sikiliza, sasa umeoshwa kwa damu ya thamani, damu ambayo sio ya mtu, damu ambayo sio ya mwanadamu, damu ambayo yani kwa namna yoyote ile damu iliyokusafisha. Sasa umekuwa mtu mwema, umekuwa ni mtu mzuri sana kwa sababu umeoshwa. Jamani, haleluya. Hebu sema nimeoshwa kwa damu ya Yesu. Hebu sema nimeoshwa kwa damu ya Yesu. Mtu ambaye hajaoshwa kwa damu ya Yesu sio wa kwetu. Na maiki inavyopiga kelele mtu akilala ni mshangao kidogo Jamani, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunaenda hatua nyingine katika matokeo ya wokovu. Jambo la kwanza katika matokeo ya maisha ya wokovu kwa muumini, jambo la kwanza kuona kwamba maisha yako ya wokovu ni ya kweli, unakuwa na dhamiri iliyo njema au dhamiri iliyo safi. Dhamiri yako inakuwa ni njema. Katika eneo hilo, ukimaliza kuandika, niangalie tuongee kwa pamoja, maana kuna vitu ambavyo katika eneo hilo huwa linasumbua. Huyu mtu anakuwa na dhamiri iliyo njema kwa sababu moyo wake umenyunyiziwa damu ya Kristo, ameoshwa kwa damu ya Kristo, anakuwa na dhamiri iliyo nini? Iliyo njema. Sasa niangalie kwa umakini sana. Ni mara ngapi umeokoka lakini wewe mwenyewe ukijipima hauna utofauti na ulimwengu? Wewe mwenyewe moyo wako umejaa hila. Sasa najua hapa amen itapungua. Moyo wako unajua mwenyewe jinsi ambavyo unaweza ukawa unatengeneza mambo maovu ili kwamba mtu fulani aharibikiwe. Dhamiri, ukiona dhamiri yako au dhamiri yako sio safi, ujipigie tathmini, ujiulize, wokovu umeingia vizuri? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wokovu wangu umekaa sawa? Dhamiri yangu ni safi? Mchungaji hapa asubuhi umetuelekeza kwamba jamani, kuna ile namna, sasa ile lugha nimesahau ile, mtu unakumbatiana naye, muonyeshe upendo, kwa sababu upendo wa Kristo ndio ambao hauna mipaka. Yesu alituonyesha namna ya kupenda, akasema amri mpya nawapa, mpendane. Ile mwingine mfano sasa hapo, yaweza kuwa wengine wanaingia kanisani, mimi sijui, yaani mwingine wanaingia kanisani ana chuki na mwenzake. Yaani yaweza kuwa mchungaji pale alivyosema mwao mwenzako, anasema mwao, lakini ngoja nikuwao tu kwa sababu mchungaji ameongea, lakini ndani ya moyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mazingira hata kama huko hayapo, maeneo mengine yapo. Mtu utajikuta ameokoka, ana jambo alilolishikilia la miaka 2 iliyopita, ana jambo alilolishikilia la miaka 3 iliyopita, ana jambo alilolishikilia la miaka iliyopita. Bado mtu anaishi ndani ya moyo wake, bado kuna mambo yanakaa ndani yake, wala hafikiri ya kwamba Yesu alisema msamehe mtu 7 mara 70. Ndio maana kusudi la Yesu uwe na dhamiri iliyo njema. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema linda moyo wako kuliko yote yalindayo, maana ndiko kitokako nini? Chemchemi ya uzima.
Wewe utajikuta mwingine amekukwaza, umembeba. Huyu amepita hivi, umembeba. Huyu amekuvuruga kidogo, umembeba. Yaweza kuwa sauti yake kwenye kuimba haijakaa, umembeba. Jamani, kwa namna hii dhamiri yako itakuwaje? Itakuwa njema. Lakini kimsingi kwenye maisha yako, ukishaamua kumbeba Yesu, muonekano wako na maisha yako yamfananie nani? Kristo. Jamani, haleluya. Unajua kuna siku nilikuwa natafakari nikasema hivi, unajua neno la Mungu, wapendwa watumishi wa Mungu, kanisa la Bwana, nisikilize tu. Mimi siku yangu ya kuhubiri ni leo, wewe sikilize tu. Iko hivi, kuna sehemu nikasoma neno la Mungu linasema hivi, adui wako mlishe, alafu mnyweshe. Adui, wewe unajua maana ya adui? Muulize Daudi maana ya neno adui. Daudi kwenye Biblia, Sauli alifanya mangapi kwa Daudi? Daudi alimsaidia Sauli kupigana na Goliath. Mungu akamsaidia Daudi, akaenda kupigana, Goliath akaangushwa. Baada ya hapo Sauli akaona huyu jamaa anaenda kupata nini? Ufalme. Vita vya Daudi na Sauli wewe unajua, sina haja ya kuzungumza zaidi. Siku hila, kwa sababu dhamiri yake ni mbaya, kwa sababu dhamiri yake ni chafu, akamwambia Daudi, mwanangu, niko tayari wewe umoe binti wangu, lakini sharti moja, kanitafutie govi 100 ya Wafilisti. Sasa kazi ikawa anajua, yani yeye mtazamo ule aliotengeneza, anajua Daudi akienda kuwaua Wafilisti 100 lazima uawe. Wewe unajua govi 100 ya Wafilisti wewe? Mengine nisiongee kwa nguvu kubwa. Jamani, haleluya. Daudi akasema mwamba niliye naye. Hebu sema mwamba niliye naye. Daudi akasema mwamba niliye naye yuko mbele yangu, wala siogopeshwi wala sitetereki. Ninaye Mungu aliyeanzia na mimi, na sintaogopa. Akaenda akamwambia mfalme hiyo kazi ndogo, akaenda kuwapiga, akaleta 200. Akasema mfalme, hizi hapa nimeongeza 100 zaidi, kwa sababu wewe unaenda kwa hila. Daudi alikuwa anaenda katika upendo wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Achana na mambo ya hila. Achana na mambo ambayo mengine yanakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Huyo mtu atakupeleka mbinguni. Hata kama kuna mambo mengine unaonewa, wewe mtazame Kristo. Wewe mtazame Yesu, maana ni mwanzilishi wa safari yako. Jamani, haleluya. Dhamiri iliyo njema. Neno la Mungu tunatakiwa tuishi nayo kwenye vitendo, sio kusikiliza alafu kaiacha. Mimi wakati mwingine ninajiuliza, hivi adui wangu mimi, juzi kati nilibiwa kuku bwana, hivi yule jamaa ningemkuta alafu bado ana njaa ningemlisha? Lakini unajua wakati mwingine, yani tusifikirie, tusije tukaleta amani mbele ya mchungaji kule nyumbani. Mimi ningefanya hivyo. Kuna siku mwizi alikimbizwa akaja kuanguka getini kwangu. Vijana wakaniambia mchungaji, tuachie kazi. Nikamwambia hapana, hapa bora mpelekeni kituo cha polisi kule. Kwa nini? Kwa sababu ninajua ya kwamba adui yaweze kuwa amepanga jambo lingine, alafu mambo mengine yaharibike, mchungaji ingie kwenye kesi. Jamani, amina. Kwa hiyo dhamiri yako ni njema kiwango gani? Je, aliyekuudhi jana bado yuko moyoni mwako? Aliyekuudhi siku ya juzi bado yuko moyoni mwako? Achana na watu, mbebe Yesu. Yesu ukimbeba, mambo yako yatakuwa salama, dhamiri yako itakuwa njema, kwa sababu umembeba Yesu. Sema haleluya. Sema ayayayaya. Hebu mtikize basi mwenzako asilale. Sema haleluya. Maana tunajisikia amani. Roho Mtakatifu yupo katikati yetu. Alafu kuna wengine wanaona umejazwa Roho Mtakatifu, utajikuta kujazwa kwake ni huku kanisani, lakini nyumbani hajajazwa. Mengine mimi naongea tu mchungaji wangu, wala mimi ninaongea kwa sababu ninajua mtu aliye na dhamiri njema, maisha yake yanaendana na Kristo. Hata kama kuna mambo mengine umefanyiwa, ndugu yangu, sikiliza. Yesu, Biblia inasema alitemewa mate. Mwamba Yesu
alitemewa mate. Mwamba anaenda kufanya kazi, ametemewa mate. Alafu Biblia inasema wale Masadukayo na Mafarisayo wakampiga, wale wakuu wakampiga. Alafu wanamuuliza, tuambie nani aliyekupiga? Unafikiri Yesu alikuwa haoni nani aliyempiga? Si alikuwa na macho yote ya kiroho na kimwili, alikuwa anaona. Lakini Biblia inasema hakunyanyua nini? Kinywa chake. Dhamiri iliyo njema huwa inakaa, huwa inasamehe, huwa haifuatilii mambo mengine, kwa sababu huyu mtu moyo wake ni safi, moyo wake una jambo lolote, moyo wake una kinyongo, moyo wake ni safi mbele za Bwana. Haleluya. Hebu piga picha. Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Je, jirani yako pale unamwonaje? Neno la Mungu liko wazi sana. Hebu piga tathmini. Wakati mwingine neno la Mungu lifanyie kazi. Jirani yako kama nafsi yako. Nafsi yako unaipenda kuliko, nafsi yako unaielewa kuliko. Mpende. Wakati mwingine inahitajika Bwana akujenge, Mungu akutengeneze, Mungu akutengeneze. Kuna ule wimbo unasema unifinyange, unifanye kama upendavyo. Ukiwa unakunjwa usikatae sasa, kwa sababu umesema unifinyange, unifanye kama upendavyo. Unavotolewa kitu fulani mwilini kwa sababu ya hasira, inapotolewa, Mungu anapokufinyanga usikatae sasa. Unapofinyangwa ni kazi ngumu. Operation inapofanyika ni kazi ngumu, lakini wakati operation ikishamalizika, wakati huo sasa uzima wako unakuja. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ninajisikia nguvu mpya, ninajisikia amani mpya, kwa sababu Bwana amenituma nikuambie habari ya neno lake, nikuambie habari ya kweli yake, nikuambie jinsi maisha ya wokovu yalivyo. Mwingine unaweza ukaenda kumshuhudia mtu, anasema fulani mnasali naye kanisa moja. Ndiyo, kama ndio hivyo basi mimi kanisani kwenu siji. Kama fulani ni mshirika wenu, unaweza ukajiuliza labda alikuwa na matendo machafu. Unaweza ukajiuliza mazingira yake yakoje. Anasema kama yule unasali naye basi hata na mimi nimeokoka. Mara ngapi umeshaambiwa maneno hayo? Maana yake huyo mtu hamwakisi Yesu, dhamiri yake sio njema. Huyo ni miongoni mwa watu wanaoikana imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tubadilike. Kama tumeamua kwenda mbinguni, tuende mbinguni. Kama ni maisha ya dunia, basi ya dunia, ili kwamba dhamiri yetu iwe nini? Njema. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Haleluya, amen. Unanipenda, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, Yesu wangu, haleluya. Sikiliza, dhamiri yako inapokuwa njema, hata wakati mwingine, mimi sisemi kwamba umkosei mtu, unaweza ukamkosea mtu, lakini unapoenda mbele za Bwana kuna bubujiko fulani linakuja. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, anakuambia mwanangu tengeneza pale, anakuambia mwanangu tengeneza na hapa, anakuambia mwanangu tengeneza na pale. Mwanangu songa mbele kwenye mazingira haya, maana mimi baba yako ambaye Roho Mtakatifu msaidizi wetu anatujenga ndani ya moyo wako. Kama kuna jambo ulilolifanya ambalo halijampendeza Mungu, dhamiri yako inahukumiwa. Unajikuta ndani yako umekosa amani, kuna hukumu inatembea. Ni Roho Mtakatifu mpendwa, ni Roho Mtakatifu mpendwa ndio anakutengeneza, ndio anatamani ujenge kwa upya, utengenezwe kwa upya. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhamiri yako iwe njema, dhamiri yako iwe njema. Naomba andiko hili liandike tu, utaenda kusoma nyumbani mwenyewe. Kitabu cha Ebrania 10:22.
Ebrania 10:22. Lakini matokeo mengine ya maisha ya mtu aliyeokoka, matokeo mengine ya pili ni roho au moyo uliopondeka, moyo wa unyenyekevu. Naomba mtumishi, naomba nisomee tena kitabu cha Zaburi ya 51 alafu mstari ule wa 17. Mpendwa mtumishi wa Mungu, hii ni neno la Mungu. Neno la Mungu lipokee kama lilivyo. Zaburi ya endelea. Amen. Asante sana. Asante mtumishi wa Mungu. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, ni moyo uliovunjika na kupondeka. Moyo uliovunjika, moyo uliopondeka. Moja ya matokeo ya mtu ambaye anayempenda Mungu, aliyeokoka, ni moyo uliopondeka, ni moyo uliovunjika. Haya ni moja ya tunda la Roho Mtakatifu. Huyu mtu lazima atakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Matunda yale ya Roho Mtakatifu yanajidhihirisha ndani yake. Huyu mtu maisha yake ya wokovu yamejawa na tunda la Roho Mtakatifu. Na ndio maana tunasema ya kwamba Mungu akasema dhabihu za Mungu ni nini? Ni roho iliyovunjika, moyo uliopondeka, moyo wa unyenyekevu. Sasa katika eneo hili, wewe mpendwa mtumishi wa Mungu, lazima utambue kwamba mimi maisha yangu, moyo wangu umeshuka kwa Mungu kwa kiwango gani? Kiburi cha uzima kinainuka kwangu kwa kiwango gani? Kwa mtu ambaye uliokoka, lazima kama kuna baadhi ya mambo yanakuja ndani yako, yanakuja namna ya kujikweza, sema hii sio roho ya Mungu. Roho ya Mungu ni ya kushuka. Mtu mwingine akikemewa na mchungaji anahama kanisa au anaondoka, anasema pale bwana mimi sipendwi, na kitu alichokemewa ni cha ukweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo uliopondeka, moyo uliofanyaje wapendwa? Uliopondeka. Kwa maana yake huyu mtu kwa mazingira ya namna yoyote anakuwa na moyo wa unyenyekevu. Wokovu unamfanya mtu awe na moyo wa unyenyekevu, moyo wa kushuka mbele za Mungu. Hata kama ameinuliwa, yeye ataendelea kushuka. Wataalamu wanasema unapojenga ghorofa, mimi sio mtaalamu wa mazingira haya, msingi wake unaenda chini sana, na msingi unavyozidi kwenda chini, maana yake juu panazidi kuwa imara. Jamani, haleluya. Ili kwamba uzidi kuinuliwa, lazima moyo wako ushuke sana mbele za Mungu. Lazima moyo wako ushuke na kutambua ya kwamba Mungu wangu ananipenda, Mungu wangu ananijua. Jamani, haleluya. Unajua, wakati mwingine niwaambie wapendwa, yani unapokuwa kanisani au hata unapokuwa ofisini kwako, wewe usitake watu wakujue. Wewe taka Mungu akujue wewe. Mungu akikujua wewe, mambo yote yataenda vizuri, kwa sababu umejitambulisha kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo moyo uliovunjika, moyo ulioshuka, ni moyo ambao Mungu anaupenda, ni moyo ambao Mungu anafurahishwa. Mungu anaangalia, anasema, anatazama, anaangalia, huyu mwanangu ana moyo ulioshuka, ana moyo uliopondeka, huyu mwanangu ninampenda. Jamani, amina.